Yanga wamefika mbali kwa maana bodi ya ligi wameingia kwenye mtego wa Yanga ama Yanga msimamo wao una afya kwenye maendeleo ya soka Tanzania. Ipi sababu ya Yanga sasa kuitwa kwenye kikao tena? Kulikuwa hakuna sababu yoyote kama hiyo. Sasa kitendo cha bodi ya ligi kuwaita Yanga kwenye kikao, maana yake bodi ya ligi ilikuwa inataka kuomba Yanga wayamalize kwenye kupitia busara. Lakini jana amesikika kiongozi kwamba kuna mtu kutoka juu alipiga simu kwamba Simba yani geti lisifunguliwe. Yani cha kwanza ni udhaifu sana kama kuna kiongozi alikiri kwamba ilipigwa simu kutoka juu. Huo ni udhaifu sana. Hizi habari watu wanahisi utani. Lakini kimsingi mpira wetu na madalali sio maagenti tena. Madalali wako wengi sana. Kwa mingi. Ni tuseme ni kauli nzuri kusema Mokwena amekwama ndani ya Wydad ama ni karia yake kidogo imeshuka kuendesha vilabu vikubwa. So alipoondoka Mamelodi of course ukipewa deal na mataifa kama Morocco, mataifa kama Egypt, Tunisia, of course deal inakuwa sio dogo. Sio dogo of course. Kwa hiyo inakuja Wydad ni timu ambazo zinadaiwa sana hapa Afrika. Watu wanajua nakwambia Wydad ni timu ambazo zinadaiwa sana. Hawa Wydad unawaona hawajalipa deni la Msuva mpaka leo. Hawa Wydad unawaona hawajamaliza dau la usajili la Selemani Mwalimu. Yes, ni wakati mwingine tena mtazamaji wa FJTV tumeweza kukutana hapa ndani ya kipindi chako cha Sport League Cup, na kama ilivyo kawaida undani huwa tunazungumzia mambo mazima ya kimichezo, lakini tunakuangazia kwa undani zaidi taarifa ambazo zimetokea hapa Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Na machache kati ya mengi ambayo tutayazungumzia leo ni muendelezo wa zogo linaloendelea kati ya Yanga pamoja na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa tarehe 15 wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga pamoja na Simba. Lakini kimataifa bwana, tutaenda kuzungumzia mwenendo wa kocha aliyekuwa kocha wa Wydad Casablanca Mokwena, ambaye tayari baada ya kuondoka Wydad amezungumza mengi na mazito ambayo yametokea kwenye karia yake. Lakini usisahau kutuma ujumbe zako kwa sababu tunayoongea hapa na wewe pia yanakuhusu. Toa comment yako kwa kitakachoendelea, lakini pia toa comment yako kuhusiana na tathmini nzima ya sakata la Yanga pamoja na bodi ya ligi. Ninayekuendesha kipindi hichi ni mimi Neema Kayugwa, lakini sitakuwa peke yangu ndani, nitakuwa na mchambuzi ambaye ataenda kukuletea kwa undani taarifa zote ambazo zinatokea ndani ya mipaka ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Si mwingine ni Kiepo Benedicto, lakini tunde break fupi, tukirejea tutaanza kwa undani zaidi taarifa za ndani hapa Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na kama umechelewa basi kipindi hewani ni Sport League Cup ambacho kinakuangazia masuala yote ya kimichezo. Lakini pia kwa kuanza taarifa yetu ya kwanza bwana, jana baada ya kikao tulizungumza matokeo gani yatatokea na tukatoa tathmini kidogo, lakini kitu ambacho kimetokea watu wengi ni kama walikitegemea, lakini pia ulizungumzia Yanga wamegoma kucheza mchezo wa tarehe 15, lakini pia wameenda mbali zaidi, hawatacheza mchezo wote wa ligi uliosalia, na mengine ambayo tulikuwa tumeyajua bwana, kwamba hawakulipwa fedha zao za ubingwa kwenye kombe la shirikisho msimu uliopita. Yani Yanga wamefika mbali kwa maana bodi ya ligi wameingia kwenye mtego wa Yanga ama Yanga msimamo wao una afya kwenye maendeleo ya soka Tanzania. Haya bodi ya ligi wameyataka wenyewe. Unajua ile jana nilisema kitu kimoja. Binafsi sikuwa na sababu ya bodi ya ligi kuita kikao. Kwa sababu kama maelekezo yalitoka mechi ni tarehe 15, ipi sababu ya Yanga sasa kuitwa kwenye kikao tena? Kulikuwa hakuna sababu yoyote kama hiyo. Sasa kitendo cha bodi ya ligi kuwaita Yanga kwenye kikao, maana yake bodi ya ligi ilikuwa inataka kuomba Yanga wayamalize kwenye kupitia busara. Sasa Yanga wakaona hapo ndio sehemu ambayo tunapitia. Kwa sababu ukiangalia Yanga matakwa yao cha kwanza yamebadilika. Yaani kutoka yale ambayo yalikuwa ya awali, sijui wapewe uchunguzi, waambiwe kwa nini Simba hawakufika uwanjani, wapewe alama 3, sijui na magoli 3. Yale yote yamebadilika hivi sasa. Yamebadilika kabisa, na hata matakwa yao manne ambao wameyataja jana yako tofauti na yale ya awali. Hii nguvu ya kuyataja haya matakwa ambayo yametaja hivi sasa imetokana na kikao ambacho jana kimefanya. So kwa mimi niseme ukweli, mpaka sasa bodi ya ligi wamejishika mabaya. Yaani kwenye ile sakata ya Africans, though unajua katika nyakati fulani utaona Yanga ni watu ambao wanajaribu kuvuruga amani ya mpira.
lakini kuna maswala tu madogo madogo najiuliza. Leo ndo tunajua kwamba Yanga hakulipwa pesa zao za kombe la shirikisho la CRDB na ni msimu uliopita. Hivi sasa tunazungumza tunakwenda kutoka finali ya msimu huu Juni 28. Sasa unajiuliza msimu umepita, tunakwenda hadi kwenye msimu mwingine. Timu zinashindana automatic ili zipate faida kwenye hayo mashindano. Sasa kama hawa watu hawajawapa pesa yao ubingwa, zile gharama zitumia kwenye hayo mashindano wanazirudisha vipi? Sijui kama unanielewa. So kimsingi leo ndo tunakuja kujua matatizo ambayo pengine hatukupaswa kuyafahamu sisi. Hii sasa ni athari kubwa kati ya bodi ya ligi, wanaoendesha mashindano, TFF wenyewe, lakini pamoja na CRDB. Na jaribu kufikiria CRDB wamepokeaje hili swali. Leo unaambiwa kwamba hamjailipa club pesa yake. Nyinyi ndio wadhamini. Watu watakuwa na imani kiasi gani? Kesho au msimu unaokuja vilabu vikiandika barua kwamba hatuna imani na wewe mdhamini, hajaribu biashara yake. Kwa na kitu ambacho maybe kilikuwa kimalizwa kwa haraka sana, lakini haya bodi ya ligi wameyataka wenyewe. Kwa sasa hivi taswira jinsi ilivyo kwenye yale matakwa yale ambayo Yanga wameweka. Cha kwanza ikiwemo bodi ya ligi kujiuzuru. Cha pili mwenyekiti bodi ya ligi kwa maana Almas Kasongo anapaswa kujiuzuru. Cha tatu tunazungumza kamati ya masaa 72 pia ijiuzuru. Lakini cha nne wamezungumza bodi iwe huru. Kwenye haya matakwa matatu ya mwanzo yanaweza kufanyika kabla hata dada hajachezwa. Lakini bodi ya ligi kuwa huru ni mchakato wa muda mrefu. Of course unaweza wakavumilia. Lakini kwenye haya matatu kimsingi Yanga ili wacheze hii mechi lazima tu hawa watu wapitie. Na ukitaka kuelewa sasa scenario jinsi ilivyo, Yanga wana shida na alama 3 za Simba. Wao wanaamini wakienda kucheza uwanjani wanaweza kuzipata. Hawana shida na point 3 za mezani ukiwatazama Yanga. Na ndio maana focus yao sasa imetoka kudai alama 3, wamekuja kwenye focus yao kuhitaji viongozi wabadilishwe. Kwa nini malengo ya Yanga yamebadilika? Yanga malengo haya kubadilika kwa sababu kama tunajua ile kabla ya hichi kikao wenyewe walikuwa wanasema wapewe haki yao ya pointi 3 kwa sababu walienda kutimiza wajibu uwanjani na vingine. Baada ya kikao tena hawajarudi na zile pointi 3. Nadhani kuna kitu gani hapa katikati? Kitu ambacho kimebadilika ni kwa sababu ya bodi ya ligi wenyewe. Of course Yanga walitarajia mara baada ya scenario kutokea ungekuwa na evaluation na nini ambacho kilitokea hasa kwenye mechi ya Machi 28. Lakini mpaka leo hakuna ripoti ya uchunguzi. Sijui umeelewa. Bahati mbaya hapa karibuni viongozi wa shirikisho walikuwa bungeni, waliulizwa ripoti ya uchunguzi iko wapi, walisema kwamba bado uchunguzi unaendelea. Sasa kwa nini mlifanya maamuzi kama uchunguzi bado unaendelea? Kwa nini mlifanya maamuzi ya kupanga tarehe ya mechi? Sijui unanielewa hivi vitu vinavyokwenda. So Yanga wenyewe waliona kuna gap sehemu. Yaani kuna sehemu hao viongozi wa bodi ya ligi wamepwaya. Sasa hapa walipopwaya na sisi tunapiga hapa. Ndio kitu ambacho kinatokea. So kwangu mimi kwenye hili sakata tucheke, tufurahi, tufanye nini? Hii palipofikia ni babaya. Yaani lazima bodi ya ligi wakubali hili wamiliki Yanga wao. Na kama mwanzoni walijiona wao hapo katika haki, lakini wakati huu sasa haki. Nimemsikiliza jana Kasongo vizuri sana mara baada ya kikao. Alisema wamefanya makubaliano, matakwa ambao wamewasilisha Yanga wameyapokea. Lakini wanawakumbusha kwamba mechi ya 15 ipo pale pale wakati mchakato wa haya mambo yanaendelea kufanyika. Lakini kumbuka Yanga wamesema hawatocheza kama haya matakwa hatafanywa kazi. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo kila mtu anazungumza cha kwake. Na kwa kuonyesha seriousness, Yanga alifanya press mara baada ya kikao. Wamezungumza mambo mengi sana na vitu ambavyo wameviongezea kwamba hawatocheza mechi yote ya ligi. Kama michezo mitatu iliyosalia. Miwili ambayo ipo tunafahamu, lakini kuna huo mmoja maana Prison na Dodoma Jiji, na kuna huo mmoja wa Simba ambao upo pia kwenye ratiba, hawatocheza michezo yote. Wameongezea hawatocheza finali pia ya kombe la shirikisho. Umeelewa? Kwa ni kitu ambacho kinatia wasiwasi. Na tumesikia pia kama mambo yatakaa vizuri msimu ujao hawatacheza ligi. Tukirejea kwenye kanuni za shirikisho, kanuni ya 31 inaelezea namna ambavyo timu zinaweza kukumbana na nini pale ambapo zinaweza kwenda kinyume na waendesha mashindano. Ile kanuni ya 31 inaelezea na adhabu zake pia. Kanuni yenyewe inasema kwamba ikitokea timu haijafika uwanjani kwenye michezo mitatu mfululizo, automatic imejitoa kwenye ligi.
Kwa kama Yanga watakwenda uwanjani kwenye michezo mitatu mfululizo, wanafahamu vizuri iko clear. Wanachokifanya wanakijua kabisa, wanajua kwamba watakuwa wamejitoa kwenye ligi automatic. Iko cha kwanza. Cha pili, ikitokea Yanga hawatakwenda kwenye mchezo wa 15 peke yake, maana yake Yanga watapaswa kukatwa kupokwa alama 3 ambazo atatoa mpinzani wake na magoli 3. Baada ya hapo, kanuni hiyo pia inasisitiza Yanga atapaswa kulipa fine ya milioni 5, ambazo milioni 5 hizo 2.5 zinakwenda kwa mpinzani ambaye ni Simba. Lakini cha tatu, Yanga atapaswa kulipa fidia za maandalizi, yani fine zile za maandalizi ya mchezo kama zitakuwepo. Lakini cha mwisho ambacho ni kikubwa, Yanga atapokwa alama 15. Takatwa alama 15 ikiwa ni adhabu ya kutofika uwanjani. Sio, umenielewa? So haya yote unayoona, Yanga wanaelewa nini ambacho wanakifanya. Wanafahamu kila kitu. Na ndio maana leo hii Yanga wanakuwa na nguvu ya kusema kwamba hatuwezi kufika uwanjani mpaka kila kitu kiwekwe wazi. Na nina uhakika kwa hiki ambacho kinaendelea kwa mustakabali wa mpira wetu, ilipaswa hali hii itokee. Ili at least watu washtuke, watu wawe na wafuate kanuni, watu waheshimu mpira wetu. Mara ya kwanza tuliambiwa kwamba aliyesababisha Simba kutofanya mazoezi tarehe 7 ni mabouncer. Lakini jana amesikika kiongozi kwamba kuna mtu kutoka juu alipiga simu kwamba Simba, yani geti lisifunguliwe. Na ukiangalia kwa upande wa FIFA hawaruhusu hayo mambo kuingiliana na michezo. Umeona? Tuna Chani, tuna AFCON 2027. Huu uchunguzi ukifanyika, tunaliweka wapi soka letu la Tanzania? Yani cha kwanza ni udhaifu sana kama kuna kiongozi alikiri kwamba ilipigwa simu kutoka juu. Huo ni udhaifu sana. Amekiri pia jana Kasongo. Na watu wanataka wamtaje. Yani kwa nini wewe utafu ni kiongozi mkubwa wa mpira, kwa nini ukubali maelekezo kutoka kwa ina maana hapo wanaonyesha kwamba bodi ya ligi bado haiko huru. Ndio hicho Yanga ambacho wanasema kwamba umeona sasa hiyo vitu ambavyo vinatokea. Kimsingi kweli bodi ya ligi iko huru. Kama kila mtu anaweza kupiga simu kutoa maelekezo, maana yake watu hawana nguvu, hawana meno ya kuamua. Kama hawana meno ya kuamua, ndio maana nakwambia hata hizi point 3 tunazungumza kanuni, hamna ambaye atakatwa alama 3. Mimi na ngoto tunazungumza hapa leo ili sakata litaisha kwa namna ambayo kila mtu atastaajabu. Yanga watakatwa alama 15, sijui mara alama 3, mara nini, lakini sakata ilitaisha. Kwa sababu bodi ya ligi imekuwa kama haina meno ya kuamua. Huwezi kusema eti kiongozi wa juu alipiga simu kuelezea kwamba geti lisifunguliwe. Kiongozi wa juu ni nani? Anahusika nini kwenye mchakato wa mpira wako? Kumbe wao walikuwa wanajua nini ambacho wanakifanya. Sasa kwa nini walikwenda wakawafeva Simba kusitisha mchezo? So waliwaleta uwanjani, au wangekataa basi wangewakata alama 3 Simba wangewapa Yanga. Leo tusingefika hapa. Kuna dhani naamini baada ya ili kuisha kuna taswira nzuri utaipata. Wakati mwingine ili tufike katika namna nzuri lazima tupitie kash kidogo. Mimi nadhani pia kanuni zitumike ili jambo liishi, kwa sababu si taswira nzuri kwa upande wa soka letu. Lakini hii taarifa bwana ina mambo mengi, na tukiendelea kuiongea tutamaliza muda. Tukiachana na taarifa ya bwana ya Yanga pamoja na bodi ya ligi na sakata zima la dabi, Clement Mzizi amekuwa ni moja ya wachezaji ambao wazawa wanatajwa sana na vilabu vya nje. Walianza Wydad, wakaja Kaizer Chiefs ya South Africa, Mamelodi wakaingia, lakini sasa hivi tumeona Zamalek wamekuja. Lakini baada ya hapo agent ama scout wa Zamalek wanashangaa, yani watu ambao wanamsimamia Mzize ni wanakuja tofauti. Ina maana Clement Mzize hana management ama hana wakala maalum ambaye anamsimamia kwenye upande wa soka, au ni tuseme ni matamanio ya labda ya mawakala wengi kupata hili deal la Clement Mzize. Unajua mara kadhaa tukao tunazungumza hizi habari watu wanahisi utani. Lakini kimsingi mpira wetu na madalali sio maagenti tena. Madalali wako wengi sana. Tunafahamu Jasmine yule dada amekuwa na wakati bora sana kwenye kusimamia wachezaji. Ndiye ambaye pia anamsimamia Fiston Mayele ambaye aliachana yule wakala wake Mkongo na alikuwa mjanja na hivyo. Kwa hiyo baadaye Jasmine akaingilia dili. Tunafahamu pia anamsimamia Simon Msuva, Clement Mzize pia. Lakini taarifa kutoka kwa scout wa Wydad anasema kwamba alishangaa kwa sababu kila akinegotiate deal anakutana na watu
tofauti. Na wote wanajiintroduce kwamba hao ni mawakala wa Clement Mzize. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kimemshangaza sana. Jambo ambalo waambia Wydad kwa maana ya Zamalek wa block nini deal, wasiendelee na deal la Mzize mpaka pale ambapo mambo yataweka. Sasa unajiuliza hawa jamaa wanaojiita maagent hao wanatoka wapi? Kwa nini leo hii? Yaani leo unaweza kumkosesha mtu deal kwa vitu vya ajabu kabisa. Yaani wewe unamkosesha mtu deal kwa sababu kila mtu anataka tufaidi katika hilo deal. Ni kitu ambacho ni ngumu kidogo. Lakini nashukuru Mungu kwa Mzize deal imekuwa advanced mpaka sasa tunavyozungumza. Nadhani walikaa vizuri wakasettle issue, wamekubaliana. Kila kitu kimeenda sawa. Ilibidi sasa maagent wa kutoka Zamalek waingie kwa nguvu kwenye kusababisha hiki kitu kiwe sasa, sababu wao wanamhitaji mchezaji. Hao wengine wanaweza akawa tu madalali mwisho wa siku mchezaji asiondoke. Ni wakati mzuri wa Clement Mzize kwenda Zamalek. Of course ni wakati mzuri. Bado kijana mdogo, ni fighter, anapambana vizuri. Sisi ligi yetu hii ligi yetu hii imekuwa. Ukitaka kuamini ligi yetu imekuwa, achana na hizi siasa. Hawa wanatucheleweshia muda wetu tu. Wauni wachache wanatucheleweshia tu muda wetu. Lakini sisi tunachofanya ni kwamba of course imekuja wakati wachezaji wetu wanaonekana katika mataifa ambayo yalikuwa magumu kuweza kufikiria. Leo hii hatuwezi kuzungumza Misri kama mhitaji mchezaji wa Tanzania. Yaani sio tu mchezaji kutoka ligi ya Tanzania, ni Mtanzania, ilikuwa ni ngumu. Lakini leo ni rahisi. Of course timu kama Zamalek leo inamhitaji Clement Mzize ambaye ameprove kuwa ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo mambo yakienda sawa, basi takriban dola 600,000 hivi zitalipwa ndani ya klabu ya Yanga kwa ajili ya Mzize kujiunga na Zamalek, ambazo zitalipwa mbili. Kwanza italipa pale ambapo atajiunga na timu, alafu zingine zitamalizika Disemba 31, 2025. Kwa hiyo nadhani ni deal nzuri kwa klabu kama Yanga kupiga pesa hii ndefu kwa ajili ya Mzize, kwangu ni deal nzuri sana. Taarifa ya Clement Mzize bwana inatufungia kwa upande wa kitaifa hapa ndani, lakini tuombe heri tuwe na wachezaji wengi wa Kitanzania ambao wanaenda kucheza ligi za nje ili tupate experience. Basi mtazamaji wa FJTV na mfuatiliaji wa kipindi cha Sports League Up, tunaenda mapumziko mafupi na tukirejea tunakuja kimataifa ambapo tumekujuza tunakuja kumuongelea kocha aliyekuwa kocha wa Wydad. Baada ya kuondoka mengi amezungumzwa. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV na kubwa zaidi tunaangazia bwana ni kocha wa aliyekuwa kocha wa Wydad, lakini pia awali alikuwa ni kocha wa Mamelodi. Baada ya kutoka Mamelodi akaenda Wydad, watu wakamtabiria makubwa kwamba anaenda kuinua Wydad ambayo ilikuwa ni tishio barani Afrika kwenye top 5, lakini tumeona bado mizunguko imekuwa mingi. Ni tuseme ni kauli nzuri kusema Mokwena amekwama ndani ya Wydad, ama ni karia yake kidogo imeshuka kuendesha vilabu vikubwa? Unazungumza kocha ambaye tunaweza kusema tumebahatika kidogo kwa watu wanaotokea kusini mwa jangwa la Sahara. Tumebahatika ni miongoni mwa makocha wachache barani Afrika ambao wanafanya vizuri kutoka huko ukanda wa kusini. Tunamzungumza Ronald Mokwena, lakini wapo makocha wengine kama kina Pitso Osman, lakini wapo kuna makocha wengine kama kina Frank Davis wanaendelea kufanya vizuri. Wakati Mokwena anaondoka Mamelodi Sundowns, bila shaka walifikia makubaliano sasa ya kuona kwamba ipo haja ya kuondoka. Of course ukiangalia Mokwena amedumu sana na Mamelodi Sundowns. Kadumu muda mrefu sana wakiwa wanamtumainia atakuja atafanya vizuri. Kweli aliwasaidia kwa Samuel akashinda African Football League, mambo yalienda vizuri, lakini mambo yalivyokuwa vibaya zaidi wakaona kuja wacha naye. Of course pale Mamelodi walimvumilia sana. Walimvumilia kwa sababu ni kocha ambaye waliamini bado ni mdogo kwenye karia ya mpira, anahitaji changamoto nyingi sana. So alipoondoka Mamelodi, of course ukipewa deal na mataifa kama Morocco, mataifa kama Egypt, Tunisia, of course deal inakuwa sio dogo. Of course deal inakuwa kubwa sana. Na kwenye status ya mpira wetu hizo ndio timu ambazo unaweza kuzizungumza ya kwamba zinaweza kukupa wewe CV kubwa kwenye mpira wa miguu duniani. So alichukua deal la Wydad Casablanca, deal ambalo alikuwa na madili mengine mezani kama Raja Athletic Club alimhitaji pia,
lakini akakubali deal la Wydad. Na yeye anasema alikubali kwa sababu ya upendo ambao walikuwa nao kati yake yeye na klabu. Lakini mwisho wa siku Wydad kabla hajakwenda kuichukua msimu uliopita ilikuwa katika alimaliza ligi nafasi ya 6 kwa maana haikuwa katika mashindano ya CAF msimu huo. Sasa task ambayo ilikuwa ni kurudisha Wydad kwenye CAF Champions League. Mambo yamekuwa magumu sana kwake kwa sababu alikuwa amesajili wachezaji takriban 24 wapya ambao anahitaji itengeneze timu. Kwa hivyo mimi nasema alijaribu kwa uwezo wake. Unazungumza ligi ya Morocco ambayo msimu huu imekuwa ngumu zaidi. Ukichukua kuzungumza ubora wa RS Berkane, unazungumza ubora wa AS FAR Rabat, kumekuwa ni msimu mgumu sana yeye kuweza kufanya jambo. Kwa amejipambana sana hadi anaondoka ameacha timu nafasi ya 3. Ndio kaacha timu pale. Ndio aliweza kupambana hadi ameacha timu pale. Lakini ukiangalia jinsi hali ilivyo, hii ni mwendelezo wa mataifa haya kutokuamini watu weusi. Huo ndio ukweli. Waarabu wana hiyo mentality. Watu weusi, yani watu weusi ukifanya nao kazi mara nyingi wao yani every single details wao wanaamini wanakifanya kwa makusudi. Kwa mfano unajua msimu huu Mokwena ilibidi aondoke kabla mchezo wa pili wa mzunguko wa pili dhidi ya AS FAR Rabat. Katika mchezo ule, before mchezo, Vice President wa Wydad alikwenda kumuuliza Mokwena, wewe kweli unaipenda timu yetu? Mbona kama hatukuelewi kama mtu ambaye unaona unipendi timu yetu? So ni kitu ambacho kilimuumiza sana kwamba inawezekanaje mimi siipendi timu kivile. Kwa baadaye Mokwena hadi amedumu hadi wakati ule. Rais ndo ambaye anamkingia kifua. Yaani rais wa klabu ndo ambaye alikuwa anamdefend. Bwana tuendelee taratibu. Kwa sababu pale mwanzoni walianza vibaya. Hapa katikati kidogo walikaa vizuri. Huko mwishoni ligi imekuwa na intensity kubwa na wanampa pressure umalize nafasi ya pili kwa ajili ya CAF Champions League. Mambo yamekuwa magumu. Kwa wakati mwingine alipoona hali imezidi kuwa ngumu zaidi, hata president naye akashindwa afanye nini. Of course anamdefend sana. Akabidi akubali tu body, ikafanya naye makubaliano. Yeye mwenyewe pia aliona siwezi kufanya kazi katika hii pressure hii, akafanya makubaliano, jamaa akaondoka. Lakini baada ya kuondoka leo ndo tunakuja kugundua mambo mengi ambayo alikuwa yako behind. Kwa hiyo inakuja Wydad ni timu ambazo zinadaiwa sana hapa Afrika. Watu wanajua nakwambia Wydad ni timu ambazo zinadaiwa sana. Hawa Wydad unawaona hawajalipa deni la Msuva mpaka leo. Hawa Wydad unawaona hawajamaliza dau la usajili la Selemani Mwalimu. Hawa Wydad na nina mashaka hata dau la Stefan Aziziki. Sidhani kama wamemaliza. Utasikia mwanzoni kwa wanasema basi. Utaona tu barua zile kwamba tunawapa siku 14, utaziona hizo barua. Zitakuja wakati ukifika. Hawa Wydad ni miongoni mwa timu ambazo zinadaiwa sana barani Afrika. Alafu ni watu ambao wanapenda sana kupuuza. Wana mapuuza mengi sana. Mokwena anakuambia ilifika wakati yeye alikuwa anatumia pesa yake ya mfukoni kulipa wachezaji. Kulipa baadhi ya staff. Sio, umeelewa? Anatumia pesa yake ya mfukoni. Of course kwa Mokwena miongoni mwa watu ambao wana matajiri. Of course anamiliki club iko pale Afrika Kusini. Sio kama ni mtu kwamba ana wasiwasi, pesa anayo. Sasa kama ana timu yake, wala asiende kwa kocha pale. Au ndo vile wewe kufanya mambo hayo. Of course pia anatafuta anajaribu kuweka CV yake kubwa. CV iwe kubwa. Kwa hiyo ilifika wakati yeye anaweza kutumia pesa yake ya mfukoni kwa ajili ya kuhudumia wachezaji, kuhudumia baadhi ya staff. Kazungumza haya mambo mengi sana. Sasa aliyokati anaulizwa huyo anaambiwa kwamba wewe uipendi timu yetu, anajiuliza why. Anakuambia Mokwena yeye alijitahidi sana kuhakikisha anapata hizo sajili za wachezaji ambao walikuwa free agent. Yeye ndo ambaye alipambana moja kwa moja. Wachezaji wanampenda kwa sababu ni mtu ambaye anapenda kuwa keen na wachezaji. Hata impact ya timu yake imepatikana sio kwa bahati mbaya, imepatikana kwa sababu alikuwa keen na wachezaji, alikuwa nao karibu na wachezaji. Lakini kwa taifa kama Morocco wewe kuhudumiwa ni rahisi kwa sababu 75% wao wachezaji ni raia wa Morocco. Kwa hiyo ni rahisi wewe kuhudumiwa kama mwalimu. Kwa hiyo itafika wakati atakuhujumu uondoke. Huwezi kukataa hiyo. Kwa hiyo kwa namna ambavyo hali ilivyokuwa tafsiri halisi unaweza kusema kwamba Mokwena alichukua dili ambalo alikuwa sahihi kwake. Na hii iwe fundisho kwa makocha wengi ambao wanatoka kusini mwa jangwa la Sahara. Hebu kwa nini wasitafute timu huku? Wazipambanie ziwe kubwa kama ilivyo Mamelodi. Wazipandishe tukashindane nao huko kama ambavyo tunaweza kushindana nao mara kadhaa. Mimi nadhani itakuwa ni idea kubwa.
kuliko ambavyo tunakwenda tunawatengenezea kwa mfano leo hiyo date wameirudisha. Yeye amefanya kazi kubwa, ameirudisha Confederation. Msimu ujao itakuwepo kwenye kombe la shirikisho. Sio ndio? Amefanya hiyo kazi kubwa. Lakini leo hawamtaji kama ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa. Mosemani alikwenda pale Egypt. Alifanya kazi kubwa sana. Akatoa mataji matatu ya club bingwa barani Afrika. Kwa ni kitu ambacho pengine mwalimu mwingine asingeweza kufanya. Lakini wao ni watu ambao hawafikirii juu ya kile ambacho nakifanya, wao wanataka matokeo tu. Mokwena aliwaambia kwamba mnataka turudi katika ushindani, ni mchakato. Huu ni mradi, lazima mradi ukae vizuri turejee katika ushindani. Lakini wao wakajikuta kwamba hapana, sisi masuala ya timu kubwa tunasubiri. Tusikusubiri. Kwa Mokwena actually mimi naamini bado ni mwalimu mzuri. Apate tu timu ambayo at least inaweza kudefine mipango yake, ambayo itaungulia kama ambavyo ilikuwa mama leo, tunaweza tukaona impact yake. Vitu ambavyo vipo kwenye mpira wa Afrika ni kuondoka kwa makocha wakati wakiwa wamefanya vizuri kwenye vilabu vyao, lakini kuondoka bila mustakabali mzuri wa klabu hiyo husika. Na taarifa yake kocha Mokwena ambaye ameondoka ndani ya klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco inatufungia taarifa za kimataifa, lakini pia ndio inatuhitimishia kipindi chetu cha leo cha Sport League Cup. Niliyokuongozea kipindi hichi ni Neema Kayugwa, lakini nilikuwa na mchambuzi ambaye amekuletea kwa undani taarifa zote ambazo tumeziongelea hapa ndani kwa siku ya leo, ni Kiepo Benedicto, na tukutane wakati mwingine. Endelea kufuatilia FJ TV kwa vipindi vinavyoendelea.